Tanzania kama zilivyo nchi zingine wanatumia mitandao ya kijamii kwa upana wake na kwa matumizi mbalimbali. Kwa hiyo ni sahihi kufahamu taratibu na kanuni ambazo zinaongoza hiyo mitandao ili watu wasijikuta wanaingia kwenye matatizo kama ambavyo umetoa mfano. Wasikilizaji wetu wa Digital lazima wafahamu kwa maana ya mitandao ya kijamii kwa maana yake. Haya ni majukwaa ambayo yanatumia mitandao katika kufikisha ujumbe wake. Kwa maana ni majukwaa ya mawasiliano, watu wanabadilishana taarifa mbalimbali, na tunapobadilishana taarifa hizi zinawezekana zikawa taarifa za sauti kwa maana ya audio, taarifa za ujumbe kwa maana message na vitu zinginezo, lakini pia kuna taarifa za picha, kuna picha mnato na picha mjongeo, kwa maana hizi zote ni taarifa. Kwa hiyo zinavyotumika katika mitandao hii, mfano Twitter ambao sasa hivi wanaita X, au mtandao wa Instagram au Jamii Forum na mingineyo. Kwa hiyo yote ndio kwa ujumla wake inaitwa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwa kifupi kabisa, hili ni nyenzo ya mawasiliano kutokana na ukuaji wa teknolojia wa dunia. Kwa hiyo Tanzania sio kisiwa kama ilivyo ada, ukawa na haja ya kutunga sheria ya kuweka utaratibu sahihi wa matumizi wa hii mitandao, kwa maana kufanya lipi kosa na lipi sio kosa. Na ndio maana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2015 ikatunga sheria namba 14 ya mwaka 2015. Hiyo sheria inafahamika kama sheria ya makosa ya kimtandao, kwa maana the Cyber Crimes Act number 14, kwa maana 14 of 2015, kwa maana ni sheria namba 14 ya mwaka 2015. Msingi ukisoma pale ile sheria mwanzo kabisa inasema lengo la sheria hii ni kuja kuanzisha utaratibu au kuweka utaratibu wa namna gani hii mitandao ya kijamii inatakiwa itumike ili kuja kuleta tija kwa jamii, isije kawa kichaka cha kufichia wahalifu. Unaona? Kwa hiyo ikaja kutengeneza makosa, lakini kuweka utaratibu na matumizi sahihi ya hii mitandao ya kijamii na mifumo mbalimbali ya kikompyuta. Na tukizungumzia mifumo ya kikompyuta, kwa mujibu wa tafsiri wa sheria niliyoitaja, inajumuisha ikiwemo simu zetu za mikononi, hata kama ikawa simu yoyote ile, kwa ile unasema kitochi vidogo, au simu hizi za simu janja, simu yoyote ile ambayo inatumia mfumo wa kikompyuta, kwa maana tafsiri yake hiyo inaingia kwenye sheria hii. Kwa hiyo hata kama unapotuma message kwenye simu ile ya kitochi, hiyo message ikawa ni miongoni mwa ujumbe ambao umekatazwa, tutaona hapo mbele, imekatazwa kwa mujibu wa sheria niliyoitaja, bado wewe utakuwa umefanya kosa au kupaswa kufanya kitu hicho. Kwa hiyo tukija kwenye swali la msingi, sheria hiyo ipo, nimesema hiyo sheria ya makosa mitandao, hii sheria namba 14 ya mwaka 2015. Kwa hiyo kwa ujumla wake mle ndani ndio imeweka utaratibu wa namna gani mitandao hii inakuwa regulated, yani inasimamiwa. Na bila kusahau tunafahamu pia kuna mamlaka ambazo zinasimamia masuala haya ya kimitandao, kwa mfano TCRA na mpaka hapo hii mamlaka ya mawasiliano Tanzania kama hivyo. Kwa hiyo nao pia wana sheria zao pale, lakini ile sheria ya namna gani utaratibu unafanyika ukitaka kusajili chombo cha kama vile radio na nini, kwa vitu vingine kama hivyo, ukitaka kusajili online hizo TV, kuna mambo mbalimbali ya kufanya. Lakini sasa sheria ambayo inakuja kusema hili ni kosa, adhabu yake ni hii, kwa maana ya makosa ya mtandao kama swali lako lilivyokuwa, basi hii ni sheria ya mtandao, sura ya maana hii sheria namba 14 mwaka 2015, Cyber Crime. The Cyber Crimes Act. Sasa wakili, labda ungetupa mfano, labda kama nitakuwa naweza kuuliza hivi, labda lipi linaweza kuwa kosa? Mfano mimi naweza nikawa nafanya lakini sijafahamu, naweza nikamtumia message, kama wewe ni rafiki yangu labda tunawasiliana kila siku, nikakutumia message twende tukampige mtu fulani, na kumbe ninavyovituma vinakuwa regulated na TCRA, labda wanavitizama, ikawa nafanya kosa ingawa mimi sikufahamu. Mtu labda amenikera, ameniudhi, yani nikamtuma message kwamba twende tukamfanyie kitu fulani, au nikawa nazungumza kitu fulani mtandaoni. Sasa kuna mambo ambayo Watanzania wanakuta wanayafanya lakini hawafahamu. Sasa mfano wa sheria makosa ambayo yanaweza kumfanya mtu akawa kwenye hatia ya sheria ya kimtandao. Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali hilo zuri. Sheria niliyoitaja, sheria ya mtandao, ukisoma kuanzia kifungu cha 4
mpaka kifungu cha 29. 4 mpaka 29 cha sheria hii ndio imeanzisha makosa mbalimbali au mambo mbalimbali ambayo ukiyafanya yanatafsirika kama kosa. Moja kati ya majambo hayo, sitotaja kifungu moja kwa moja, ila kwa wale ambao wana sheria watakuwa wanakubaliana na mimi au ambao wanataka kudadavua zaidi, uzuri sheria inapatikana kwenye mtandao. Nenda moja kwa moja kifungu cha 4 mpaka kifungu cha 29. Lakini kwa maudhui haswa ya kipindi hiki au madhumuni haswa ya kipindi hiki, tutataja makosa machache sana ambayo watu wengi wanayafanya kama wanavyosema, ima kwa kujua au kutokujua, ambao baadaye inatafsirika kama kosa. Moja kati ya makosa hayo ni kuchapisha na kupublish. Sasa unaweza ukachapisha ukatengeneza ukabaki nao, hiyo inawezekana usiwe kosa kwa sababu unalo alienda sehemu nyingine. Lakini ukichapisha na kupublish, kwa maana umetengeneza au kulitangaza kwa lugha nyingine au kusambaza ujumbe wowote, hapo ifahamike, ujumbe wowote ambao una madhumuni ya kutenda kosa. Mfano, una madhumuni ya kumdhalilisha mtu huyu bila kuangalia awe kiongozi au sio kiongozi, tajiri au sio tajiri, yoyote kwa una lengo la kuseme unaenda kushambulia utu wake, kwenda kushusha heshima yake kwa jamii, au unatengeneza ujumbe kwa lengo la kuchochea ima fujo au kuchochea watu fulani kuchukia labda serikali, au watu fulani kuchukia dhehebu fulani, au watu fulani kuchukia kabila fulani. Sababu au ukasambaza ujumbe. Ninapozungumza ujumbe, kama nilivyosema huko mwanzo, kwamba unawezekana ukawa wa picha, inawezekana ukawa maneno kwa maana ya maandishi, inawezekana ukawa sauti, inawezekana ukawa picha ya mjongeo au picha mnato. Kwa hiyo kwa ujumla wake, ili watu waweze kuelewa, kuchapisha taarifa hiyo ambayo ipo katika mfumo wa message au ujumbe ambao unaenda ukiwa na lengo la kushusha heshima ya mtu au kudhalilisha watu fulani au kwenda kuhamasisha watu fulani kuwa na chuki dhidi ya kikundi fulani au chuki dhidi ya serikali au chuki dhidi ya mfumo, yani kukifanya hivyo, hilo linakuwa ni kosa. Ambapo sasa hapa watu wengi wanaingia kwenye sehemu moja. Inawezekana ujumbe yeye hajauandika yeye, lakini upo kwenye simu yake. Sawa? Ndio. Au kauchukua kwenye makundi yetu ya WhatsApp au makundi mengine. Yeye anaweka kwenye status au anaweka kwenye Instagram, au kwa kitendo cha kufanya hivyo, kwa kuwa tu hiyo taarifa ni miongoni mwa taarifa ambayo inatafsirika kufanya kosa, huwezi kutoa utetezi kusema hii taarifa sijaitunga mimi nimesambaza tu. Hapana, utakuwa unahukumiwa sawa sawa na yule ambaye alitengeneza, kwa sababu wewe ndio umesambaza ule ujumbe ambao tafsiri yake ni kosa. Sasa hapo ndipo tuliposema mtu mwingine anataka kufanya, anasema mimi sijui, lakini kimsingi kwenye sheria tunasema kutokujua sheria sio utetezi. Haimaanishi kwamba nikisema sifahamu kosa au kwamba nilikuwa natenda kosa itanisaidia hata mara. Haiwezi kukusaidia, kwa sababu kisheria tunasema kwa kuwa sheria hii imeshatungwa, imetangazwa kwenye gazeti la serikali, imewekwa utaratibu wa namna ya ufanyaji kazi, wewe ukija leo uweze kutuambia sasa hiyo sheria ilikuwa sijui, kama tuko sawa sawa. Lengo la kutangaza kwenye gazeti la serikali maana yake kuifanya hiyo sheria ifahamike kwa umma, na kubaliana kwenye swala zima kwamba ni ukweli watu wengine hawajui, lakini sheria tunasemaga ni msumeno. Sawa sawa, ikiwekwa imewekwa. Kwa sasa tukiruhusu kwamba huyu kweli unataka ukawa ujui kweli, mwingine akaonekana anajua lakini akaamua kutumia mlango huo kukimbia, lakini yote ya yote sheria ikishatungwa, ikatangazwa kwenye gazeti, ikawekewa muda maalum wa kuanza na ukaanza huo muda. Kwa hiyo tunachukulia kwamba kisheria Watanzania wote au kila mmoja ambaye atakuja hapa Tanzania anatakiwa kufahamu hizo sheria, na kwa hiyo akifanya kosa ambalo linatafsirika kosa kwa mujibu wa hiyo sheria, hawezi kusema mimi nilikuwa sijui. Atatoa utetezi mwingine, lakini huo sio utetezi. Anawezekana akajitetea kwa namna nyingine, lakini huo sio utetezi. Huo sio utetezi kisheria. Sasa